Tena hapa tena nyumba bonge moja la picha waleta kalima atima Kiyama au unaweza ukasema destiny, kitu ambacho huwezi ukakwepa kabisa. Batu mpata bati na kusonga mbele tamthilia bomba sana. Kumbuka katika episode ya 5 tu inapigwa na Fau DJ kutoka DC Production pale jumba la burudani. Ukipata kitengo siku hizi mambo yanakuwa sawa zaidi. Tunahitaji kujua hatima mkali wa kufahamika kwa jina Mr. Paki bila kumsahau Griong Zekila, na hatima kile ambacho mwanaume aliamini atakipata baada ya mazishi ya babake. Yani hatima ya kufanikiwa kwenye kitu ambacho kukitafuta kwa jasho siku zote inakuwa gano zito zaidi. Ni kalma picha yenye mafunzo mengi sana katika maisha sasa na hata maisha baadaye zaidi, kwa sababu hii picha imechukua uhalisia vijana ambao kiukweli swala kufanya kazi kwa imekuwa ni changamoto, lakini pia imetufundisha vitu vingi sana. Naomba ngusiwe kesho unapita kuanzia episode ya 1 mpaka ya 5 ili kuendelea kusonga na burudani bomba sana hii. Lakini kumbuka kwa hiki itakuwa ndio episode ya mwisho. Tutasubiri msimu wa pili wa kalma baada ya kumaliza msimu wa kwanza tu. Wasema ni siku ya tarehe 7 ndio tutaanza rasmi episode ya 6, na hapo itakuwa ni baada ya kumaliza episode ya 5 hapa. Bonge moja la picha wanasema kalma na the chosen one kama dawa kama kawaida. Au sio? Ndani ya chumba tena kipa. Batu tunaongelesha pale ambapo tuliishia. Baada mkali ya kujua namna kuweza kupata fedha imekuwa ni kizingiti kubwa zaidi, ilibidi ajaribu kuwa mpole tu, kwa sababu hata mtu huyo ambaye alikuwa anamletea ubabe ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye anafuata procedure za kiutaratibu maalum. Anasema kwa sasa tutaweza kukupatia kiasi cha fedha ambacho unakisubiri, lakini ingekuwa ni vyema kama ungesubiri kwa wakati unaokuja. Basi akiwa anatoka pale kuna yule askari ambaye kiukweli bado anafuatilia sana hatima ya mwamba kufahamika kwa jina Mr. Park. Basi moja kwa moja mwanaume baada ya kutoka katika lile eneo alihitaji kurejea katika eneo la mazishi, na akiangalia katika siku zake zimebakia siku 16 tu. Kumbuka historia nimeiseti kitaalamu zaidi, kwa hiyo tulia tuendelea kusonga taratibu. Kumbuka alipewa siku 28 za kulipa deni na sasa zimebakia siku 16. Basi baada ya kuingia huko alikutana na anti yake, lakini pia kuna kiasi cha fedha ambacho kio kinahitajika kwa watu ambao walihudhuria katika eneo la msiba ili waweze kupatiwa chakula na vitu vya kuakizi zaidi. Na baadaye shangazi yake aliweza kumsihi sana kwamba angejitahidi kutulia tu, lakini aliambiwa kuna mgeni ambaye amefika katika ile eneo. Anamwambia mwamba mwenye Griong Zekila alikuja kufuata chake bila shaka, kwa sababu makubaliano yalikuwa baada ya kumaliza kazi yafuate kiasi chake cha fedha. Anambia niliona unachukua muda kujibu kile ninachokuuliza katika simu yangu, lakini pia ulikuwa ni mtu ambaye uzingatii simu zangu. Sasa nimekuja tumalizane kwenye kile ambacho tuliweka makubaliano. Kumbuka huyu mwamba ndo alipewa kazi ya kwenda kumwangamiza babake na bwana mdogo. Anasema sasa nini ambacho umefanya? Basi wala kufika nje bwana mdogo anauvuta kama kawaida yake. Anasema mbona umekuwa ni mtu ambaye kama unajaribu kunizunguka mimi? Anasema na mimi tuliwekeana deal, na mimi deal langu ilikuwa ni kuhakikisha na muoa babako. Anasema sasa mbona umefanya kwa namna hiyo? Lakini mwamba alimjibu kitu kimoja tu, kwani juu ya kilichotokea kina makosa kiasi gani? Kwa sababu ulisema mimi nimeue, tunakuwa nimeshamaliza, na mimi nachokuahidi nakupa wiki moja tunahitaji unipatie kiasi changu cha fedha. Tofauti na hapo taweza kufanya kitu cha tofauti zaidi. Basi mshikaji alichosema anachohitaji ni kiasi chake cha fedha tu, na ana biashara ya kusubiri, kwa sababu tayari ana ushahidi wajue kile ambacho aliwekea na makubaliano. Yule mdogo alijua ameshacheza sehemu ambayo kutakiwa kucheza, kwa sababu kizaza kinazidi kusonga, lakini yule askari bado yuko anaendelea kufuatilia lile swala. Huyu mwamba ameshasahau majukumu yake na sasa anahitaji kupata mtonyo usiojua umetokea wapi. Ni kizaza. Sasa ndani ya gari akiwa amekaa mtaalamu wa kufahamika kwa jina Griong, bwana mdogo naye alidandia gari hiyo kwa nyuma, anazidi kumfuatilia huyo mkali wa kufahamika kwa jina Griong ili aweze kujua ni nini ambacho kimejificha katika mchezo mzima sana hapa. Kumbuka nakwambia ni kalma hatima. Kwa sehemu moja nje kidogo ya mji inafahamika kwa jina la Paju, na huko ndo anapatikana mkali wa kufahamika kwa jina Griong. Huyo bwana ndakupa taarifa zake nyingi sana hapo mbele, kwamba tuko naye katika picha gani. Sasa huyo bwana mdogo amekuja kuiba kile kitu ambacho kilikuwa ni kama kinasa sauti au kitu ambacho kilikuwa ni kama tape recorder kwa huyo mkali
kwa sababu aliamini Mole ataweza kupata mwongozo wa kile ambacho anakitafuta. Leo mkali sio mzembe, ana machale ni hatari. Kipindi mwanamume anapapasa kuhitaji kukipata kitu hicho na baadaye kukipata, wewe mwamba alimwambia bwana mkubwa mmoja aende akafuate soju. Soju ni pombe moja ambayo inatumika sana kule kibongo bongo. Ile kama alamu kidogo siwezi kuitaja. Wasa bwana mdogo akiwa anatoka alishangaa sana kumkuta mtaalamu wa zamani. Girung! Zekira, basi naomba unipatie light niweze kuwasha feki yangu. Bwana mdogo anatetemeka huko anaulizwa maswali na mkali ya kwamba unajua nini ambacho kilikufanya uondoke pasipo hata kunipa hai wala salamu. Asema sasa ni aina gari gani ambayo ulifuata katika ile eneo? Mwamba anacheka kwa mazao kwa sababu alishajua mchezo wa bwana mdogo. Anambia wewe, sijaibu kuondoka, mbona umesahau tena kuchukua hii light yako? Chukua light yako bwana. Kisaza. Wanaume pale Migo bwana mdogo alikuwa anahitaji kupoteza maisha yake. Na hata hivyo bwana mdogo hajaribu kupambana, lakini ni kwamba hatari aliyojaribu kuifuata ilikuwa ni hatari moja kubwa sana. Mr. Giong Zekira mwenye aliweza kumpoteza. Lakini baada ya kumuua mtu huyo alitambua amefanya makosa makubwa sana. Kwani pindi ambapo anafanya tukio hili CCTV kamera ziliweza kumnasa, na huyo ambaye alimuua alikuwa ni askari wa polisi. Hivyo Mwamba amejiweka katika kizaazaa kizito zaidi. Basi moja kwa moja upande pili kwa Mr. Parky. Akiwa bado anakutana na mauzauza juu ya kile ambacho alikuwa anakihitaji, aliweza kutumia picha na mkali wa kufahamika kwa jina Giryong. Anasema upanya mdogo ambao ulimtuma aje anidhibiti tayari nimeshamaliza. Anasema na kesho nahitaji kutoka ndani ya huu mji. Hivyo akisha unanimalizia kile kiasi changu cha fedha kwa sababu nishamaliza, na kama utashindwa mimi ndakisha naivujisha tape record, yani recording ile ambayo rekodi kipindi kile kwenye makubaliano juu ya mauaji ya babake. Anasema sasa anakuaje umeanza kunilazimisha nikulipe kesho wakati ukubaliana ndani ya wiki moja tu. Wewe sema unachohitaji ni kiasi cha fedha. Sasa Mwamba akiwa anatafakari sana nini ambacho ataweza kufanya, alikumbuka na nyundo moja kubwa sana, na hapa ambacho anaamua ni kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kwenda kumaliza mkali wa kufahamika kwa jina Giryong. Sasa nafikiri tunaendelea kuungana sambamba na tunaenda kuelewa kupata mwongozo zaidi. Kwaje mpaka bwana mdogo aliweza kuuawa. Kumbuka ni The Chosen One kutoka DC Production. Wanasema kalma mchezo watima. Yes, hatimaye tena tukutana katika sehemu safi ya 6. Hapo ni final katika episode ya 5 tu. Ni hatima bwana mdogo baada ya kuamua maamuzi magumu akiwa anahitaji kwenda kummaliza Giryong. Na Giryong kumbuka ni mtu hatari sana, ameshajipanga zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi inayofuata? Sehemu ya 6 mzigo bomba sana hapa. Miss na mengi sana. Rest chao. Tukutane katika sehemu safi zinazofuata. Kumbuka inatokea DC Production Jumbura Budani pale kwa Nyabumbu wenyewe. Kwa 0686414059 hii picha utaipata kwa njia ya WhatsApp ikiwa full complete kabisa. Ina episode 6 tu za nguvu. Kwa hiyo usihangaike na wanyatulu wengine watakupotezea muda baba. Let's chao. Asante sana kwa kutumia yako, sasa kulike, comment, kushare, kusubscribe na kufanya mambo yaendelee kwa bomba zaidi. Hii ni ya kwetu sote.